na juu ya kuja kueleza. Karibu sana kama. Asante sana. So thank you very much, our area member of parliament, Mheshimiwa Kimani, familia ya marehemu Muchai Kibera, viongozi wale wote wamekuja, na haswa wageni ambao wametoka kutoka mbali na pia wa kitaifa wakiongozwa na baba. Baba has never been to Molo or Nakuru for a meeting like this. So we want to salute you and thank you for being with our community. During their times of sadness, during their times of despair, you are with us. We shall not forget you. Naomba tu kusema kwa kuomboleza ndugu yangu, niseme tutajaribu kuharakisha kwa sababu mvua ndio hii, na pia tuko na lazima tuende kwa shimo kuweza kumzika ndugu yetu. Lakini tu niko na vipindi mara mbili. Kwanza rais ametuma ujumbe wake na nitasoma ujumbe wa rais baadaye, na pia akatuma mchango wake. Rais alikuwa ni rafiki wa kipekee wa Muchai na alisikia shida yake, na aliposikia kwamba kuna bill na mambo kama hayo ametuma 1 million shillings. Na tutakuwa tukifanya hiyo na familia baadaye. Kwa hivyo nikubalie tu nitoe rambirambi yangu. Kwanza niseme kwa sisi watu wa Nakuru, we are very proud of Molo Line. Molo Line is what is our biggest brand here in Nakuru. Over 80% of the people who have come to Nakuru town have come through Molo Line. I personally have used their services for many years. I'm very proud of their professional approach to business, and I'm also very happy that among many transport companies that have started with very good intentions, sometimes they get started and along the way they fail. But this one started in the 80s. And up to today, between Muchai na Mzee Bumasu ambao ndio wanzilishi, I am told we have over 400 vehicles, wanaajiri watu zaidi ya 500 na wanalipa kodi katika hii nchi yetu. And these the people we want. So mimi nataka kusema, na hata nilipokuwa katika shirika la usalama wa barabara NTSA, one of the companies recognized for a safety track record over the years was Molo Line. Kwa sababu hata kabla tujasema lazima uweke hii safety belt, they were already doing it. Kabla tujasema madereva waweke uniform, they were already doing it. So we are here to salute you for being an example of a company run between very modest people, and today you are multinational. You are one of the companies we can stand and say we are proud of you. Na kama vile mnajua, every town and every country must showcase what they have produced. One of our most profound products here katika mambo ya chakula, tuko na lamb ambayo inatoka hapa Molo. Inaitwa nini? Molo lamb. Our second brand is a Molo Line transport company. So we are proud of you. And through them, Muchai and Bumasu have taught us you can start from anywhere and also grow. Na mimi nawapatia shukrani sana kwa kazi hiyo, for your resilience and the good work that you have done. And also to confirm that this is a good example to anybody who wants to start business, that you don't need to steal, you don't need to do anything, you can start small and God will bless you. Just have the right principles in business. Talk to customer care vile tumeambiwa hapa, na biashara yako itazidi kuendelea mbele. Na mimi ninafurahia kwamba some of our best companies also from Nakuru, including Nakumatt ilianzia hapa, Naivas ilianzia hapa, hata Tuskys ilianzia hapa kwetu Nakuru. So we are proud to be the home of SMEs, just not here but also in the whole country, and we want to thank you for that good work. Your Excellency, former Prime Minister, ningetaka tu kusema mambo mawili ya kitaifa ambayo itahitaji pia usaidizi wa kila mtu. Niseme hapa tulikuwa na the timber industry, and Elbagon survived because of the timber industry. Without the timber industry, then Elbagon is a slow or almost dying town. Lakini kama vile tunajua wakati misitu ilikuwa ikifanya kazi hapa,
Hii shida ya ufisadi itamaliza nchi yetu. Watu walikuwa wakienda wanalipa kwa serikali 5 acres ya miti. Wakikuja hapa because of corruption they take 100 acres. Another one anaenda analipa nusu, akikuja hapa ana clear 100 acres. Today if you fly over here hakuna miti hata kidogo. So even as we talk about many other things, the first thing we must address is corruption. With corruption there is no model that can work here in Kenya. Iwe ni ya kwenda wapi, kutoka wapi, kwenda wapi, basari ya watoto itachukuliwa. Pesa za barabara zitaenda. Pesa za kusaidia wakulima kupeleka fertilizer zitaenda. So the first thing we must address is what? Is what? Hawa watoto wetu tunaambiwa hapa ni maskini hawana ya kufanya. I want to tell you this. When Pyrethrum board was functional in Nakuru, every family here in Nakuru would educate their children up to the university and even masters. They did not require harambees from politicians. Lakini hiyo Pyrethrum board ilianguka. Iliangushwa na nini? Iliangushwa na nini? Sisi ambao tumekuwa huku katika ukulima, KFA was our savior. All the inputs, iwe fertilizer, iwe mbegu, iwe kila kitu, tulikuwa tukienda hapa Nakuru tunapata. Inawekwa kwa account yako, mwisho wa mwaka ukileta mazao, unatolewa ile gharama yote imechukua. Hiyo institution ilikuja chini. What brought that institution down? Corruption. What brought that institution down? Corruption. Sasa tunataka kusema hivi. If you see very many poor people in Kenya, they are victims of institutions that have come down because of corruption. They are institutions that were there to help our farmers. Institutions to help our small and medium enterprises. Mashamba ya research katika hii nchi ambayo ilikuwa hapa huku Njoro na kwingine ya kusaidia research kwa wakulima, hiyo mashamba pia imechukuliwa. Because of what? Corruption. Because of what? Corruption. Kwa hivyo, there is nothing we can address in this country without hitting the bottom line. And anybody who tells us that there can be any change in Kenya without addressing corruption is also taking us on a lie. Because corruption has finished everything. Wakati wetu mtoto alikuwa akimaliza shule, akiitwa shule, anaenda directly huko. Anaitwa directly. But because of corruption, we have children with A and B who are hawkers in town, who have nothing to do. Wengine wanakuwa mpaka hapa Makanga. So, our first agenda and our second agenda and our third agenda is fighting what? Corruption. Is fighting what? Corruption. Is fighting corruption. Do not create poverty in our society, make our children poor, and then later become a savior. But you're the creator. If you kill all these institutions, if you kill Pyrethrum, if you kill KFA, if you take all the institutions for research to help us improve our agriculture, itakuwa haja gani sasa kuja kusema tusaidia watoto? We want to help our people through institutional support. Kama ni basari, zifikie watoto maskini. Kama ni nini ya wakulima, ifikie watu ambao wanahitajika. Na mimi naona tukipitia hapo, tutakuwa tumeenda mbele. And I want to thank you for that. Lastly, ningetaka tu kusema kwamba hapa kwetu Nakuru, kama vile mzee Bumasu wa hapa Mololine amesema, sisi viazi yetu inaenda mpaka Kampala. Matatu zetu ziko Kenya yote mzima. Kwa hivyo wakati kuna amani, we are the first beneficiaries. And therefore, wakati kulikuwa na shida Nairobi, kila wakati ni maandamano na mambo ingine, ulikuwa ukisikia viazi yetu haiendi Mombasa, hiyo siku watutuni. Lakini tangu mshikane na rais na mukasalimiana na mukasema there come a time to put the country first, we can sell our potatoes. We can send our matatus across the whole country. Kwa hivyo pia tunasema sisi watu wa Nakuru tuko na nguvu. Umeona mahindi ile iko huku wote na chakula na viazi. So we don't need handouts. All we need is an environment to sell our food, to do our business, and safety for ourselves and the property that we have here. Kwa hivyo tutakuwa pia tukiomba katika uchaguzi ambao tunaenda, hatutaki tokenism. Tokenism ni kupatia mtu peremende. We are not interested in peremende. Tunataka safety and security to do our business. Tuishi Molo, tuishi Njoro, tuishi Maunaro, wale watu wetu wa Lamu, mpaka Kitale na kila mahali wafanye kazi yao bila kuogopa. Ukitupatia hiyo, we don't need anything else. We don't need anything else.
That is all we ask you. Now, Your Excellency, also on behalf of the people of Nakuru, I also want to thank you. Because Rais Uhuru Kenyatta, ingawa anatoka pande ya Gatundu huko Kiambu, sisi tunajua safari yake ya siasa ilianzia hapa Nakuru. Na wakati wale tulichagua waende wakamsaidie walipokuwa waasi, ulikuja na ukamshika mkono. Na mkaweza kuhakikisha kwamba serikali inaendelea mbele vilivyo. On behalf of the people of Nakuru, we want to say thank you. Na tunasemanga undugu si kufanana. Ni nini? Ni nini? Ati undugu si kufanana. Undugu ni kufaana. When we needed you, you are there. You kept the country going. The bills in parliament were going. Mambo ya budget ikapita. Mambo ya kuleta peace katika nchi nzima ukatusaidia katika hiyo njia. Kwa hivyo sisi kwa niaba ya watu wa Nakuru, I can only say a big thank you. Na mimi mwenyewe binafsi nimepiga kura sasa karibu mara 5 ama 6. Na katika hiyo miaka yote mimi sijaipigia wewe kura. But in the coming year, I see that changing. I see that changing. I see that changing. Kwa sababu nimeona na nikajiuliza, sasa kama sasa ile tuko na shida, wewe ndio umekuja ukatushikilia karibu. Kama sasa ile tunataka rais ako na mambo anataka ipitishe, umekuja ukashikilia yeye karibu. Kweli ile nitokorigana na muthuri ucio. Nitokorigana na muthuri ucio. Turanyithania. Tutigeriganirwo na ithuĩ tumenye ũũ tuikaraga gũkũ nĩ ũndũ wa kwĩbanga. Kana tiguo? Tugaikara tũrĩ andũ ogĩ. Na rĩmwe ithuĩ ona tugaga ona gwatuka tutikomaga na maitho mothe. Nĩ tũtigaga rĩmwe rĩkĩte atĩa? Rĩmwe rĩkĩte atĩa? Turanyithania. Rĩu aya mokĩte gũkũ gũtwĩra maũndũ matarĩ na njĩra gũkũ. Hĩndĩ ĩrĩa twendaga mũnene wa bũrũri-rĩ, tũrĩ twamwĩta gũkũ akagũka. Mathĩna maitũ mothe nĩ kũmathiragĩra. Kana tiguo? Kwa hivyo mimi ningetaka kusema wakati utakuja tuzungumze siasa. Leo sina uwezo wa kuzungumza siasa sana, lakini tu niwahakikishie kwamba kwa niaba ya watu wa Nakuru, sisi tutakaa na tutaangalia wale viongozi ambao tutafanya kazi nao. Na haswa in particular, mimi as a leader for Nakuru, I want to assure you, the handshake team, najua chama zijakuwa formed vizuri, but the handshake team is going to sweep Nakuru. From Molo, kwenda huko kote, we are going to sweep this area. Kwa hivyo hata wale wajumbe na MCAs wale ambao wanataka, know where your future is. And the future is going to be there. Ya mwisho, ningetaka tu kumaliza kwa kusema, mambo ya ambayo imetajwa hapa, that Central Kenya, sijui na wapi tusihesabiwe pamoja. I think it's good to say that everybody at the end of the day anarudi kwao nyumbani. And we have our people who we talk with. We will want to ensure that wherever we work, Nakuru gets its rightful share. Na kwa sababu baba yuko hapa na tumemwambia ile masaibu tumepata miaka hiyo ingine. Na yeye ameona pia nyinyi, na ameona nyinyi ni watu ambao wanajua pali mtaenda. Si amesikia hiyo maneno? Si amesikia hiyo maneno? As a wish list from the people of Nakuru. Kwa hivyo pia tutachukua hiyo hatua moja kwa moja, na nina hakika wakati ukifika pia tutaweza kuendelea mbele. Wale wanasiasa ambao pia kila wakati wanazunguka kutoka mazishi moja kwenda ile ingine kueneza uvumi na propaganda against the government, mara wengine anatuambia tu imebaki miezi 8, imebaki miezi 9. Reda kodia thiriri. No tokorwo nĩ thirikari itu na nĩ matuko turatara tukenda uria guthi. Acio nĩ andũ ũngĩ. Acio nĩ andũ ũngĩ. Rĩu ithuĩ turenda mũnene wa bũrũri maruta wĩra na mũthuri ũyũ tondũ tũratuothe tũtigarĩte twĩke atĩa? Maũndũ ma security na maũndũ maitũ mothe meke atĩa? Marorwo. Na hii BBI ambao pia tumekuwa tukitaja tu niwaulize kwa ufupi. Mnajua katika BBI tulikuwa tupate constituencies zingine 5 hapa kwetu Nakuru. Molo na Njoro tungepata. Naivasha ingepata 2. Pande ya Bahati na Nakuru East bado tungepata. Sasa tuliambiwa kuna wale walizunguka nchi nzima wakituambia tuangushe BBI. Tunaelewana? Na kwa sababu pia ya porojo mingi wengine wakakubaliana hayo. Sasa niwaulize, kama hatutapata saizi yangekuwa tutikuona indo ishuria tuikuoni,
Tugashionari. Hii BBI ilikuwa ituongezee a total of 9 billion hapa Nakuru. Hawa watoto ambao tunasema ati waendelee na shule yao, hawana pesa za kuendelea na basari na nini, ilikuwa itoke hapo. Kwa hivyo, once again, the BBI may not have gone through, but through the BBI, we were able to know who our true friends are and those who would have supported us. And when the time comes, that BBI list of those who supported us is going to be our baseline document on who to work with. Na hiyo hatutasema ati usiku ama nini, that is our position, both as Nakuru and also as a region. Kwa hivyo mimi sitasema mengi, naomba tu kufikisha hapo. Niko na ujumbe wa rais ambaye nitasoma hapo mwisho, lakini ninaarifiwa maybe before I call baba, nasikia kuna mtu kutoka Kiambu alikuwa na ujumbe, is a former councillor from Kiambu, azungumze alafu tumkaribishe baba, then I can read the condolence. Please, only 1 minute. Thank you. Anaitwa Kamaua Raila. Family ya rafiki yangu Mushai, wakazi wa Elbagon, Muriega, gwito Muranga tikiambu niye nyumete Muranga, na gwito Muranga na gwikoru tukageithini cia mwathani nindenda kumugeithia Muriega. Mimi nilimjua marehemu wakati wa vuguvugu la 1990. Tukifanya kazi chini ya jemedari Mheshimiwa Mungai. Yeye alikuwa akisema matatu zinasimama, na mimi ilikuwa kazi yangu ni kutoa vijana to make sure mambo imeenda vile imekuwa. Hao ndio watu wamenyani na Mushai. Wakati wa 2007 huyu Mushai alinituma kwa huyu mzee, akanambia kumetokea vurugu Kenya nzima na Molo Line imekuwa affected. Nenda umwambie hakuna gari yetu hata moja ilipigwa kule Kisumu. Kule Kisumu walifukuzwa lakini hawakupigwa. Ni kweli chairman ama ni urongo? Ni kweli? Yekinyeria muthuri ucio ifoti. Kuma hau muthuri ucio tukoretwo nake gwetwo Raila kuma 1990 maima detain na muthita Raila Odinga na mundu gwetwo Matiba. Na kuma ihinda riu tutie twatigana. Ihinda ria siasa ni roka andu aitu. Na mundu ni eragwo akaigirwo haha na wacoka ukaigira haha ukarora ruito kuria ruri. Nie ngumuhe kaundu muthie mwicirie mundu ecokie kamucemanio. Hindi umuraigwa ihinda ria Kibaki tosha. Kiundu gitiari Kibaki tosha. Kibaki ni arwarire na arwara ari na thina wa mugongo. Gwituka Kibaki ni agutwarwo murimo. Muthuri akejeta akejera tuthie tukaimagarie Kibaki. Tugethie airport. Twakinya airport tugikora mundu wetagwo Kibaki ate athia na giti kiria getagwo economy. Twe hamwe economy ni ta third class. Muthuri akiuga president wake ndagethie na economy. Tukigeria kuonia na mundu wetagwo na ikuni acenjie tigiti na ikuni akirega ndwari wa thirikari. Tugicoka taoni tugithie tugikomba besha na muthuri uyu tugiuka tugicenjia tigiti wa Mwai wa Kibaki akiuma economy agithie first class. Twe hamwe andu itu ni murajigwa wega no ndure ore wa magegania te Kibaki ni abondete kana ni karire giti koguo no mwaka ngiarutirwo hau ari economy athie first class. Ana kere twale nao araira nio maturirie maru magithondeka kindu gitagwo stretcher makiruta mundu wetagwo Mwai wa Kibaki hau makimutwara first class. Muthuri no wafata karati wafata mutikigire andu kiro. Twe hamwe ndo itu todo inywe ndo rogoro. Mzee nataka kukwambia hakuna mtu ambaye yuko katika Central Kenya ambaye hana watu wao katika Rift Valley. Kweli urongo? Mimi watoto wa baba yangu mkubwa wako hapa Elonguroni. Wakati ule tabu inatokea upande huu mimi naitwa Mweko igatiriri mwikareire geteke
itina no weke iranyangu iria twe hamwe no itu todo muthuri o tware ndugu muikari getei muikari da bas ona ni mweka wega ni mweka ati todo muthuri o tware ndugu na heka rwe bonyinaga rekeide muinire twathiaga tukenete rugendo rwitũ karũgo kaugĩka mau na kũu nĩkuo tũrorete. Asanteni. Asante Kamau. Naomba tu kuchukua nafasi hii to welcome the Right Honorable Prime Minister Raila Amolo Odinga.